Aliulizwa siku moja bwana Mtume Muhammadin, miongoni mwa masiku, bwana mmoja alimfuata akamwambia Mtume Muhammad, mama yangu mimi amekufa, je, inafaa mimi kumtolea sadaka? Huyo bwana amuuliza bwana Mtume Muhammadin. Bwana Mtume Muhammad akasema, fanya haraka uende ukamtolee mama yako sadaka. Yule bwana akakimbia akaenda kutoa sadaka. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam alladhi jaa bikitaabika ash-shamsi fi dhuhaha wa bisunnatihi kalqamari idha talaha man tamassaka bihima ari idha jallaha wa man a'rada anhuma dhalla fi dhulumati al-layli idha yaghshaha wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقول سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العلي العظيم. كلمة معجزة ولكن معانيها كبيرة. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtukufu wa daraja bwana Mtume Muhammadin, al-akhi al-karim amenisimamisha nizungumze kwa uchache yale ambayo yamejili katika kikao chetu hiki, lakini mapana yaliyopo na ukubwa uliopo wa yale matukufu ambayo tumeyafanya hapa, hata ningesimama mchana wote sitaweza kuyazungumza na wala sitaweza kuyamaliza, isipokuwa nizungumze neno fupi, kalimatu mu'jaza walakin maaniha kabira. Neno fupi ambalo lenye maana iliyokuwa kubwa. Nikitaka nitambaye sana kupitia Qur'ani al-Karim na hadithi za bwana Mtume Muhammadin, naona hata nyie mtachukia, maana njazi tauma, alafu mtasema shekhe la hazungumza sana. Lakini nimenukuu aya ya Qur'ani al-Karim ndani ya surati al-Isra. Tukizungumzia Isra, ndio miongoni mwa mwezi uliopita ulikuwa Isra'i wal Mi'raj min Makkah ila Baitillahi al-Maqdis. Aya hii imezungumza maneno mafupi tu, waqadha rabbuka alla ta'budu. Amehukumu Mola wako na ameleta kanuni Mola wako, alla ta'budu illa iyyahu, usimwabudu isipokuwa yeye tu, usiabudu kitu kingine. Yafaa kuombea watu wengine kufanya nini, lakini ukisikia masala ya ibada, alla ta'budu illa iyyahu. Sikiliza maneno matukufu yanayokuja, wabil walidaini ihsana. Hapa ndo mahalu shahidi. Allah ameturuhusu sisi tumwabudu yeye, lakini na wazazi wawili tuwafanyie wema. Nadhani nikizungumza hivyo nyinyi wote akili zenu zinapeleka katika jambo ambalo tulilolifanya.
la mwenyekiti wa BAKWATA aliotukusanya hapa kwa ajili ya kuwaombea wazazi wake dua. Hayo ndiyo mafundisho, wabil walidaini ihsana, na wazazi wawili uwafanyie wema. Limekuja neno wema, na wema una tafsiri nyingi, lakini neno lenye ni dogo tu. Ukiangalia katika hadithi za Bwana Mtume Muhammadin, suila yawman min al-ayyam, au liulizwa siku moja Bwana Mtume Muhammadin, miongoni mwa masiku, bwana mmoja alimfuata akamwambia Mtume Muhammad, mama yangu mimi amekufa, je, inafaa mimi kumtolea sadaka? Huyo bwana amuuliza Bwana Mtume Muhammad. Bwana Mtume Muhammad akasema, fanya haraka uende ukamtolee mama yako sadaka. Yule bwana akakimbia akaenda kutoa sadaka. Ashabu Rasulillah waliomzunguka Bwana Mtume Muhammadin wakamuuliza Mtume, sadaka ndo nini? Bwana Mtume Muhammadin akazungumza maneno matatu, lakini mimi nitanukuu moja tu kutokana na muda jinsi ulivyo. Akasema, kullu ma'rufin sadaqa, kila jambo jema, yani ukifanya jambo jema bali hilo ni sadaka. Kullu ma'rufin sadaqa, hayo mengine tuyaache. Kila jema utakalolifanya kwa ajili ya mtu unayemkusudia, basi hiyo inaitwa sadaka. Sisi leo tumesimama au tumekaa hapa kwa ajili ya kusoma Qur'ani al-Karim. Wema sio wema? Au kusoma Qur'ani vibaya? Maana yake ni sadaka. Sadaka hiyo imepelekwa kwa marhum ambao sisi tumekaa kwa ajili yao, tukakusudia biniyati taisir kulla asir, kwa kuwapelekea sawabu zitakazopatikana hapa ziwafikie huko waliko. Huo ndio wema aliosema Allah subhanahu wa ta'ala, wabil walidaini ihsana. Hadithi ya Bwana Mtume Muhammadin, yawma min al-ayyami jaa rajul, kadhalik alikuja mtu mmoja kwa Bwana Mtume Muhammadin, akaulizwa Bwana Mtume Muhammadin, ni mtu gani ambaye afaa kumfanyia wema? Ihsan, nazungumzia ihsani. Mtu gani mwenye haki ya kufanyia wema? Faqala alhabib ummuk. Akaulizwa tena Bwana Mtume Muhammadin. Bwana Mtume Muhammadin akasema ummuk. Yule mtu akazidi, thumma man ya Rasulullah, mbona unanizungusha Mtume? Kuna kitu nataka uniambie, mbona unazunguka hapo hapo? Thumma man? Ummak. Bwana Mtume Muhammadin akamwambia mama yako. Mara ngapi? Anzili nasa manazilahum. Usidhani kuwa baba umewekwa pembeni, la, anzili nasa manazilahum. Wema unayezungumza kumfanyia mama mara tatu unarejeshwa mara tatu. Kwa ajili gani? Ukisoma Qur'ani al-Karim ndipo utaelewa kuwa wema huu ndo ule ambao aliyoupata mama Hananatu, ile huruma ambayo ya kubeba ujauzito, ile shughuli ya kubeba ujauzito ndo wema ambao umerejeshewa
masala matatu kwa mama. Sababu bwana Mtume Muhammadin, ukisoma ile hadithi maarufu ambayo iko katika 40 Nawawi, yujma khalquhu fi batni ummi 40 yawman, wanasema yale maji yanapoingia katika mfuko wa uzazi wa mama, biyatakhammar, yale maji Mungu anayavundisha. Nikisema kuvunda mnajua, thumma yatatayar ala jismi al-ummi, kisha yale maji baada ya kuvundisha siku 40 yanarukishwa katika mwili wa mama, biyatasawwar, kisha unapiga picha. Yani kwenye sikio yale maji yanaenda kuchukua sikio, kwenye kucha inachukua kucha, kwenye mguu huchukua mguu, na viungo unavyovijua we ndani ya mwili wako. Yatasawwar. Inapofikia hivyo sasa, ndo mama ugali hauliki, tunda lolote unaloliona we haliliki, chipsi si wanapenda sana, muda ule hailiki. Yale maji yatakhammar wa yatatayar, ndo mwili wa mama utakuta umelegea, anatapika, anafanya nini, sababu maji yanatafuta mwili mwingine uzaliku. Yatasawwar wa yatakhammar. Baada ya hapo ndipo unaona mama anatabika ndani ya siku 40 nyingine. Yale maji yanafanya kazi ya kuchukua kila kitukio katika mwili wa mwanadamu. 40 ikifikia, basi hurudi katika mfuko wa uzazi. Ndio ukisoma Qur'ani utakuta Allah anasema hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Mama amembeba huyu mtoto kwa tabu, yani wakati yuko tumboni kwa shida sana, na amemzaa kwa tabu. Sasa hiyo tabu yote aliyoipata ndio aliyorejeshewa na bwana Mtume Muhammadin. Man ahaqqu an-nasi bihusni sahabati ya Rasulullah, qala ummuka, nani ambaye mwenye kufanyiwa wema zaidi kati ya baba na mama? Akaambiwa ni mama, kutokana na yale ambayo yanayopatikana katika mwili. Na wema huo ndo huu aliosema bwana Mtume, kullu ma'rufun sadaqa, kullu ma'rufin sadaqa. Kila wema unayeufanya wewe kwa ajili ya mzazi wako, basi hiyo ni sadaka. Nimezungumzia upande mmoja tu, sio kama akina baba wamedharauliwa, la, nyakati haitoshi ya kuzungumzia utukufu. Lakini hadithi ya bwana Mtume Muhammad inasema akifa mwanadamu inqata amaluhu illa min 3. Mwanadamu akifa mambo yake yote ya maisha isipokuwa mambo matatu tu. Mambo hayo matatu sitaji yote, muda hutoshi. Waladun salih yad'u la, kupatikane mtoto mwema ambaye huyo mtoto mwema atakayewaombea wazazi wake. Masala haya ni masala ambayo qad ittafaqa ulama min awwaliha ila nihayatiha. Wanawachuoni wameafikiana. Ukimwangalia Imamu Shafi'i rahimahullah amezungumzia masala ya kusoma Qur'ani liajili almayyit, akasema yajuz. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ndio shekhi wa Manswari, ndio shekhi wa kisunna huyu, alivyofariki kaangalie katika kitabu kinaitwa Bidayatu wan Nihaya, safha ya 553, utakuta wanaeleza siku alivyofariki Ibn Taymiyyah. Wanafunzi wake walisoma khitima 80 kabla ya kuzikwa Ibn Taymiyyah, lakini hawa wanayekataa wazungumza maneno pasina kumjua mwenyewe Ibn Taymiyyah
alikuwa afanya nini. Lakini ukisoma vitabu ulamauna al-ajilla, hadithi za bwana mtume Muhammadin zinatuongoza tutafute siku ya kukaa tunafanya kazi kama hii kwa ajili ya kuwaombea wazazi wetu ili waishi sehemu iliyokuwa mzuri, jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa kullu ami wa antum bikhair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa